إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، tunaendelea na darasa ya usulu sunna Imam Ahmad rahimahullah ta'ala na sherehe ya Sheikh Arabia al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Jana tulianza masala ya Qur'ani ni maneno ya Allah, sio kiumbe. Kwa tunaendelea na maneno ya mshereheshaji فالقرآن والسنة. haya maneno tuliyasoma, tunaanzia hapo. فالقرآن والسنة يدلان على أن القرآن كلام الله. Qur'ani na sunna zinaonyesha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, takallama bihi azza wa jalla, Allah ameyazungumza. Ukisoma Qur'ani, ukisoma ahadithi za mtume, zinaonyesha Qur'ani ni maneno ya Allah, ameyazungumza. Auhahu ila Jibril, Allah amempa wahi Jibrilu, wa Jibrilu balaghahu ila Muhammad, Jibrilu ameyafikisha kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wallahu yatakallamu mata shaa wa idha shaa, Allah anazungumza muda wote atakapotaka na pindi atakapotaka. Allah anazungumza muda wote anapotaka. Wa min kalamihi alladhi la tafnihi albiharu, Qur'ani ni katika maneno mengi ya Allah ambayo hata bahari haziwezi kuyamaliza. Qur'ani ni sehemu tu ya maneno mengi ya Allah ambayo bahari hazina uwezo ya kuyamaliza. Sasa nyingine ni ya maji. Wa min kalamihi, Qur'ani ni katika maneno ya Allah alladhi, maneno ambayo la tafnihi albiharu, hayawezi kumalizwa na bahari. Allah mwenyewe katika aya 109 kati anasema, qul, sema ewe Muhammad waambie, law kana al-bahru midadan likalimati rabbi, lau ingekuwa bahari ni wino wa kuandikia maneno ya Mola wangu. Lau kana al-bahru midadan, lau ingekuwa bahari ni wino likalimati rabbi, wa maneno ya Mola wangu, la nafida al-bahru, ingeisha bahari, qabla an tanfada kalimatu rabbi, kabla hayajaisha maneno ya Mola wangu. Yani bahari zingeisha, maneno ya Allah ya kuandikwa bado yapo namna yalivyokuwa mengi. Walau jiina bimithlihi madada, hata tungeleta mfano wa bahari tukaleta zingine zaidi na zaidi, zingeisha, maneno ya Allah bado yapo. Kwa Allah ana maneno mengi, Qur'ani ni sehemu ya maneno yake Allah azza wa jalla. Tulishia hapo jana. Anaendelea Sheikh Rabi anasema, famin kalamihi, miongoni mwa maneno yake Allah. Famin kalamihi, miongoni mwa maneno yake Allah, alkutubu almunazzala, ni vitabu vilivyoteremshwa. Famin kalamihi, miongoni mwa maneno yake Allah, al-kutubul munazzala, ni vitabu vyenye kuteremshwa. Kwa vitabu vya Allah, Taurati, Injili, yote ni maneno ya Allah. Vitabu vyenye kuteremshwa liislahil bashar, vimeteremshwa kwa lengo la islahil bashar, kuwatengeneza wanadamu, kuwarekebisha wanadamu. Liislahil bashar, lengo vitabu vije kuwarekebisha binadamu wawe na tabia nzuri. Liislahil bashar walihidayatihim, na kwa lengo la kuwaongoa
Allah ameteremsha vitabu walihidayatihim, na kwa ajili ya kuwaongoa au bashari wanadamu, waliinkadhihim, na kwa ajili ya kuwaokoa, waliinkadhihim, na kwa ajili ya kuwaokoa, minadhalali, kuwatoa kwenye upotofu. Kwa vile vitabu vya Allah ambavyo ameviteremsha kwa malengo haya na mengine makubwa makubwa ni sehemu ya maneno ya Allah azza wa jalla. Na Allah ameteremsha vitabu walil maqasidi, kwa makusudio, wal ghayatil hakima, na malengo yenye hikima, malengo ya juu, allati, malengo ambayo la ya'lamuha illa hu, hakuna anayejua isipokuwa Allah azza wa jalla. Allah kateremsha vitabu lengo kuwarekebisha binadamu, kuwaongoa, kuwaokoa, na malengo mengine ambayo la ya'lamuha illa hu, hakuna anayejua isipokuwa Allah azza wa jalla. Sasa hivi vitabu vya Allah, maneno ya Allah azza wa jalla, hadha min rahmatihi, hii yote ni katika rehema yake Allah. Kututeremshia vitabu, kutuletea mitume, ni rehema zake. Yani bila kuja muongozo wa dini, bila kuja mitume, tungekuwa tunaishi vipi? Hakuna muongozo, nani umuoe, nani usimuoe, wali anakuaje. Yani umemkuta mwanamke njiani, bwana kuanzia leo mke wangu na nini, mbabe basi, hakuna cha nimekubali, hakuna muongozo wote. Lakini vimeletwa vitabu, wameletwa mitume, hichi kizuri, hichi kibaya, wote tunaishi kwa ustaarabu, kwa utaratibu, kwa dini. Kwa hiyo hii ni katika rehema ya Allah azza wa jalla. Wa min hikmatihi, na ni katika hikma zake Allah. Wa min muqtadayati rububiyatihi, na ni katika muktadha wa kuwa kwake ni Mola mlezi. Yani kuwa kwake mlezi kuna hukumu atuletee vitabu na mitume. Yani atakuwaje mlezi sisi anotulea hajatupa muongozo wowote? Yani sawa na wewe ni mlezi nyumbani, kuna watoto na walea, hakuna muongozo mwisho kurudi nyumbani saa ngapi, vyombo wanaosha ile kwa. Yani wewe wapo tu, wanaamka wanalala, wanaamka, unawalea kwenye lipi bila muongozo wowote. Kwa hiyo Allah miongoni mwa muktadhayat yanayohukumiwa na kuwa kwake mlezi kutuletea vitabu na mitume, yani ndio anatulea kwa utaratibu mzuri. Kwa hiyo wa muktadhayati rububiyati, miongoni mwa muktadha wa kuwa kwake ni Rabbu mlezi, ayuhia ila rusul, ni kutoa wahai, kuwateremshia wahai mitume, wayunzila ilaihimul kutuba, na kuwateremshia mitume vitabu, litasluha biha hayatuhum, ili kupitia vitabu hivyo maisha yao yawe salih, maisha yawe mema. Litasluha, ili yawe mema, biha bitilka alkutub, kupitia vitabu vile, hayatuhum, yawe mema maisha yao. Watastaqima alaiha hayatuhum, na ili yanyoke, yasimame vizuri kwa vitabu hivyo maisha yao. Kwa hiyo sisi tunazungumzia pa maneno ya Allah. Miongoni mwa maneno ya Allah ni vitabu vya Allah. Kwa hiyo sasa hivi anaelezea umuhimu wa Allah kuteremsha vitabu, na hivyo vitabu ni sehemu ya maneno yake. Kwa hiyo tumeteremshiwa vitabu, maisha yetu yanyoke vizuri kwa kufuata mafunzo ya vitabu. Wayataahaluna biwahyi hadhihi alkutub, na ili wajiandae. Taahulu ni yani kwa lugha sasa hivi, kwa mfano kwenye mambo ya michezo kusema fulani taahala, yani kama amequalify, amefaulu kwenda hatua nyingine. Kwa Kiarabu ndo anasema taahul. Kwa hiyo
ili kupitia hivi vitabu watu waweze kufaulu, waweze kuqualify kuingia peponi. Yaani wapate ahalia, sifa ya kuingia peponi kwa kufanyia kazi yaliyokuja mle. Kwa wayataahaluna biwahyi hadhihi alkutub, waweze kujiandaa kufaulu kupitia wahyi wa vitabu hivi, wal amali biha, kupitia kufanyia kazi vitabu, wabibu kutadhaha, kufanyia kazi muktadha wa hivi vitabu, waweze kufanikiwa lidukhulil janna, kuweza kuingia peponi. Ni Sheikh sasa anasherehesha umuhimu wa kuteremshiwa vitabu. Sisi tuna Qur'an, kitabullah. Na Waislamu hawasomi mpaka mtu na nini? Wanaojitahidi hawasomi mpaka vitabu Ijumaa. Mtu ndo anashika kidogo nani halo wai. Vinginevyo hivi vitabu faida yake ndo muhimu mno. Waweze kuingia peponi wa maradhati rabbil alamin, kwa kuvifanyia kazi vitabu hivyo waweze kupata radhi za Mola wa viumbe. Wa maradhati, waweze kupata radhi. Maradhati masdaru mimi sawa sawa na aridha, waweze kupata radhi rabbil alamin za Mola wa viumbe wote Allah. Wa man khalafaha, yule atakaye khalifu vitabu vya Allah, atakayeenda kinyume na hivi vitabu, wa anadaha, na akavifanyia ubishi, akaleta inadi, wa anadaha, akavifanyia ubishi. Yani kitabu kinasema hivi, anasema hakuna bwana. Kitabu kimekataza hivi, anasema kimeamrisha hivi. Wa anadaha, akaviletea ubishi, taqumu alayhi alhujja, inamsimamikia hoja. Vitabu vipo, atakaye vipinga hoja inakuwa imeshamsimamikia. Wa yastahiqu jazaa alkafirina walmutakabbirin, anastahiki malipo ya makafiri na watu wenye kibri. Malipo yenyewe wa huwa alkhuludu fi nar, kukaa milele motoni. Wa huwa alkhuludu, nako ni kukaa milele, fi nari, motoni. Kama tahaddatha Allahu an dhalik, kama alivyozungumza Allah kuhusiana na hili. Kwa hiyo hoja hapa ilikuwa Allah maneno yake ni mengi, hata bahari zingekuwa ndo wino zisingetosha. Miongoni mwa maneno ya Allah ni vitabu vilivyoteremshwa. Hivi vitabu vimeteremshwa kuwaongoa watu, kuwaokoa, kufanya maisha yao yawe mema na vitu kama hivi. Atakaye vifanyia kazi atakuwa ameokoka, atakaye vipinga na kupelekea kiburi atastahili malipo ya wenye kiburi, ambayo ni al-khuludu fi nar, kama motoni milele. Imam Ahmad alisema katika matini, wal Qur'anu kalamullah. Tunarudi katika pointi yetu ile ile, tunazungumzia Qur'ani ni maneno ya Allah, si kiumbe. Na hii ndio itikadi sahihi ya Ahlusunna wal Jamaa, kinyume na Mu'tazila na nani ambao wao wanataka kusema Allah azungumzi. Allah hajazungumza, Qur'ani kaiumba kaiweka kule. Allah ni bubu, azungumzi. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Kwa hiyo Imam Ahmad anasema wal Qur'anu kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah. Sheikh Rabia anasema Allahu takallama bihi, Allah amezungumza maneno haya. Wal kutubul munazzala, vitabu vilivyoteremshwa, kalamullah ni maneno ya Allah. Narudia tena ile maneno. Auhaha ila ibadihi, haya ni maneno ambayo Allah ameyatoa kama wahai, ameyafunua kwa waja wake. Ni maneno ya Allah, ameyaleta kama wahai kwa waja wake. Na katika kuonesha Allah anazungumza, sio kama wanavyosema watu wa bid'a wanakimbia hii sifa na kutaka kusema Allah ni bubu. Katika dalili kwamba anazungumza Allah, wakallama Musa taklima, Allah amemzungumzisha Nabii Musa, kumzungumzisha kabisa. Wakallama Musa taklima, Allah amemzungumzisha Nabii Musa.
Katur, maeneo mengine. Pia wakallama Muhammadan, Allah amemzungumzisha mtume Muhammad lailatal Isra'i, katika ule usiku wa Isra'i na Miraj, ule usiku ambao mtume alisafirishwa usiku akapandishwa juu. Ile siku mtume aliongea na Allah moja kwa moja, sauti ya Allah saami. Kwa Allah amemzungumzisha Nabii Musa, amemzungumzisha Nabii Muhammad, na kuna hadithi ipo katika Ibn Hibani, Sheikh Fawzan anasema katika Sharh al-Wasitiyya imethibiti pia Allah amemzungumzisha Nabii Adam. Yaani mitume hii mitatu imesikia moja kwa moja sauti ya Allah azza wa jalla. Ameizungumzisha bila wasita, bila ya wakati na kati, moja kwa moja mubashara. Mitume mitatu, Nabii Musa, Nabii Muhammad na Adam, ambaye hatajwi sana, hata Sheikh hapa hajamtaja, lakini Sheikh Fawzan ametaja na amesema kuna hadithi katika Sahih Ibn Hibban inaonyesha Allah amemzungumzisha Nabii Adam moja kwa moja pia. Alayhi salatu wassalam. Na katika kuonesha Allah anazungumza, wayunadi yaumal qiyama, Allah atanadi. Na ukisikia annidau, kuongea tena kwa sauti ya juu, Allah atanadi siku ya kiyama, aina shurakai, wako wapi washirika wangu? Allah atauliza. Leo duniani watu wanamwekea Allah washirika. Anamwabudia Allah, anaabudia sana. Anamwabudia Allah, anaabudia jini. Washirika wa Allah. Sasa siku ya kiyama, wale mliokuwa mnawafanya shirika wangu leo wako wapi? Yaani wao simuliwaona wakubwa kama mimi, leo mbona wamepotea, wako wapi? Allah atanadi, aina shurakai, wako wapi washirika wangu? Pia miongoni mwa dalili za Allah kuzungumza, Allah anasema wa idhnada rabbuka Musa, kumbuka alipomwita Mola wako kumwita Nabii Musa. Allah ndo aloita kumwita Nabii Musa, na kuita ni kuongea tena kwa sauti murtafi ya juu. Hizi zote zinaonesha Allah anazungumza, si kama wanavyosema Mu'tazila na Jamia na wengine kwamba tukisema Allah anazungumza tushamfananisha na viumbe. Kwa tuseme Allah yupo azungumzi, yaoni. Huku ni kumdharau Allah tabaraka wa taala. Naam. Annidau, kuita, sema mwite fulani. Kuita la yakunu akui illa biharfin wa saut, isipokuwa kwa herufi na sauti. Neno kuita linaambatana na herufi na sauti. Kwa Allah kama kamwita Nabii Musa kaongea kwa sauti, kwa herufi, lakini je, sauti yake ni kama yako? La. Wa sauti na herufi yaliku billah, zinazolingana na ukubwa wa Allah. Allah kaongea kwa sauti, sauti yake sio kama ya kiumbe, sauti yake inalingana na ukubwa wake mwenyewe azza wa jalla. Mbona sauti zetu viumbe zilingane? Mbona sauti ya pikipiki tofauti na gari, sauti ya gari tofauti na ndege, sauti ya, zote hizo ni sauti. Kwa hiyo tukisema Allah amezungumza kwa sauti, hatujamfananisha na kiumbe. Sababu hata viumbe wenyewe tuna sauti zetu, tunaongea. Sauti ya mwanaume tofauti na sauti ya mwanamke, sauti ya mtoto tofauti na ya mkubwa. Si zetu mboni hazipo sawa. Kwa Allah kaongea kwa sauti yaliku billah, inayolingana na mwenyewe alivyo. Kwa una haja nikisema Allah amezungumza kafanana na mimi. Mbona wewe ukizungumza na ukizungumza mtoto wa miaka 3 mbona mfanani? Unalazimisha ufanane na Allah vipi? Kwa nasema hivi, kuna watu wanakataa kuthibitisha sifa za Allah kwa madai ya kwamba tukithibitisha tu tumemfananisha. Sio kweli. Kwa hiyo Allah amezungumza kwa sauti na herufi la yashbihuhu sautun, kwa sauti ambayo haifanani na sauti nyingine, wala hurufun, wala haifanani na herufi nyingine, wala kalamu almakhluqina,
wala maneno ya Allah alozungumza hayafanani na maneno ya viumbe. Fallahu yatakallamu, Allah anazungumza. Wal kalamu sifatu kamal, kuzungumza ni sifa ya ukamilifu. Yani kitokea mmoja wetu Allah amempa ububu, hawezi kuzungumza, ni mtihani amempa. Mbada mtu hawezi kuzungumza, tunamuonea huruma shekhe, subira wana Allah tamtihani. Kwa kama binadamu tu kama hawezi kuzungumza inaonekana ana mapungufu, vipi Allah ambaye ndo mkubwa muumbaji humpe hayo mapungufu? Kuweza kuzungumza sifa tu kamali, ni sifa ya ukamilifu. Kuto kuzungumza manake ni mapungufu, na si yote tunafahamu hivi. Na kama ikitokea mmoja wetu amemchukua mtu asiweza kuzungumza, kichukue mmoja wetu kamuoa mwanamke ambaye kharsa abubu hawezi kuzungumza, tutamsifu, jamaa na imani ameamua kumsiri yule mwanamke hawezi kuzungumza, ameamua. Hata sifiwa kwa nini? Sababu yule binti ana mapungufu fulani. Huyo bwana akaona mimi namsiri hivyo hivi. Kwa nini asaichi sifa kubwa? Sababu kuna mapungufu fulani yule anayo, hawezi kuzungumza, hawezi kuita, sikufanyaje. Sasa kwa nini Allah tumpe haya mapungufu ndo tumpe yeye? Hiyo ni adabu gani? Naam, wal kalamu sifatu kamalin, kuzungumza ni sifa ya ukamilifu. Fal jamadu la yatakallamu, jamadu ni vitu vigumu kama ukuta, mawe, yani vitu visivyokuwa na roho. Hivi vitu jamadati havizungumzi. Labda mara moja Allah anapotaka kuonesha miujiza yake, jiwe limemtulu yule limefanyaje. Kwa kawaida hivi vitu havizungumzi. Ikizungumza ni kitu kama muujiza fulani. Wal hayawanatu la tatakallam, wanyama hawazungumzi. Yani katika sura ya kawaida kwetu, hata kama wenyewe wanaelewana nini, lakini hawazungumzi kwa maana sisi hatuelewi labda wanachozungumza. Yani Allah amemjalia binadamu uwezo wa kuzungumza. Binadamu, malaika, kuna viumbe vingi vipo havizungumzi, vinaelewana kwa namna Allah alivyovijalia. Wahia ahattu minal bashari alladhina yatakallamu, wanyama ambao hawazungumzi, ahattu ni viumbe wa chini kuliko binadamu ambao Allah kawajalia sifa ya kuweza kuzungumza. Yanataka kuonesha kwamba kiumbe kinachoweza kuzungumza bora kuliko kisichoweza. Binadamu ni bora kuliko wanyama. Binadamu kajaliwa kuzungumza kiumbe. Sasa Allah kwa nini umpe hii sifa ambayo ipo kwa jamadati, hayawanati, ndio umpe Allah? Haiwezekani. Kwa hiyo wanyama wazungumza, wahia na hawa wanyama ahatu, wapo chini minal bashari kuliko binadamu, alladhina yatakallamun, binadamu ambao wanaweza kuzungumza. Kwa kitendo cha Allah kumpa mwanadamu uwezo wa kuongea, fallahu karrama al-insana, Allah amemtukuza binadamu, amfanya anaweza kuongea na nini. Wakammalahu, na Allah amemkamilisha binadamu kwa kumpa sifa kama hizi. Wa min kamalihi, miongoni mwa ukamilifu wake binadamu, wa akmali kamalatihi, na ukamilifu mkubwa katika ukamilifu wa binadamu, alkalamu, ni kuweza kuongea. Alladhi, kuongea ambako tamayaza, weka nukta zeni, tamaya sio tamayara, ni tamayaza, weka nukta hiyo ni zee, kuna kosa la kishapa hapo. Kuongea ambako tamayaza bihi ala sairil makhluqat, binadamu ametofautika na viumbe wengine. Kuna viumbe vingi binadamu amevizidi, ametofautika navyo kwa sababu tu ya sifatul kalam, uweza kuongea. Alafu na ukubwa wa sifa hiyo kuongea, wewe unachukua unaenda kwa Allah unasema Allah aongei. Wakati
kiumbe asiyeongea anakuwa yuko chini kuliko yule anaweza kuongea, kama ilivyokuwa binadamu na jamaadati na kadhalika. Fallahu alladhi a'ta al-bashara, huyu Allah ambaye amewapa wanadamu, wal malaikata, amewapa malaika, wal jinna, amewapa majini, al-uqalaa, viumbe hivi ambavyo ni wenye akili. Allah ambaye amevipa viumbe hivi vyenye akili, a'atahum hadhihi al-qudrata 'ala al-kalam, viumbe hivi akavipa uwezo wa kuongea. Wa sifatul kalami min sifatil kamal, sifa ya kuongea ni katika sifa ya ukamilifu. Wallahu kamilun yahabu min kamalihi liman yasha'u min ibadi. Angalia, Allah mwenyewe ni mkamilifu, sehemu ya ukamilifu wake anamjalia binadamu amtakaye. Yani miongoni mwa ukamilifu wa Allah ni kuongea, na sifa hii amewapa viumbe anaowapenda, binadamu, malaika. Ukamilifu wa Allah ni rehema, kawapa rehema baadhi ya viumbe. Ukamilifu wa Allah ni ilmu, kawapa elimu baadhi ya watakao katika. Allah ni mkamilifu, yahabu min kamalihi, anatoa sehemu ya ukamilifu wake, liman yashau, anampa amtakaye, min ibadi, katika waja wake, wa makhluqati, na viumbe wake. Yani hoja zote Sheikh anazileta kwamba anaosema Qur'ani sio maneno ya Allah, lengo lake ni kumkimbiza Allah na sifa ya kuongea. Na ukishakubali Allah aongei, sawa na kusema Allah ni bubu, Allah ni mpungufu, na hilo jambo wewe mwenyewe ulikubali kwa nini Allah umpe mapungufu hayo. Fahia sifatu kamal, kuongea ni sifa ya ukamilifu. Al-ilmu sifatul kamal, elimu, kuwa na elimu ni sifa ya ukamilifu. Ndio maana mtu akiambiwa jahili, wewe ni mjinga, anakasirika hata kama ni mjinga kweli, kwa sababu elimu ni sifa ya ukamilifu. Al-qudratu sifatu kamal, nguvu, kuwa na uwezo wa kufanya mambo, sifa ya ukamilifu. Mtu akiambiwa wewe dhaifu, wewe mchovu, atakasirika hata kama ni mchovu kweli, sababu ni mapungufu. Nguvu ni sifa ya ukamilifu. Yani nataka kusema kama ambavyo wewe unasema Allah ni alimu, Allah ana elimu, sio mjinga, Allah ana nguvu, sio dhaifu, basi Allah anazungumza, sio bubu. Hizi sifa za ukamilifu zote zinamhusu Allah. Falladhi yaslubu anillahi alkalama, mtu ambaye anaivua kwa Allah sifa ya kuzungumza. Hii salbu ni kama kupora, ambaye anamnyang'anya Allah sifa ya kuzungumza. Wal ilma, sifa ya elimu, akasema Allah ni jahil. Wal qudra, mtu akamnyang'anya Allah sifa ya nguvu, akasema Allah ni dhaifu, hana nguvu. Hadha tanaqqasa Allah ghayat tanaqqusi, yani amemvunjia heshima Allah upeo wa kumvunjia heshima. Tanaqqasa Allah, amemletea mapungufu Allah, amemvunjia heshima. Ghayat tanaqqusi, kiwango cha juu cha kumletea mapungufu na kumvunjia heshima. Dalili nyingine katika kuonesha kwamba Allah anazungumza, walamma qala ahadu kufari Makkah, kiliza hiyo hoja. Aliposema, sio nazungumza hapa Qur'ani ni maneno ya Allah. Sasa analeta hoja Sheikh, kuna mtu mmoja alisema Qur'ani ni maneno ya binadamu, maneno ya binadamu. Allah akasema sauslihi saqar, tamuingiza motoni. Mtu alivyosema, khalika sabira ya akhi, Allah, mtu alivyosema tu Qur'ani ni maneno ya binadamu,
Allah alisema huyu mtu namuingiza motoni. Yani kitendo cha kusema Qur'ani ni maneno ya bashari, ya binadamu, si maneno ya Allah, Allah akasema adhabu yake moto. Katika kuonesha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, na wewe ukikataa tu kwamba sio maneno ya Allah, adhabu yako ni kali. Walamma qala ahadu kuffari Quraish. Umesema kwako umekuja Maka? Nchi gani mshe? Hauna sinzia. Walamma qala ahadu kuffari Quraish. Aliposema mmoja kati ya makafiri wa Quraish akasema in hadha illa qawlul bashar. Haikuwa Qur'ani isipokuwa maneno ya binadamu. In hadha illa qawlul bashar. Haikuwa hii Qur'ani aliyokuja nayo Muhammad isipokuwa ni maneno ya binadamu. Kama Qur'ani ni maneno ya binadamu. Aliposema hivyo, qala, Allah alikuja kusema sauslihi saqar, tamuingiza motoni. Aliyesema Qur'ani ni maneno ya binadamu, Allah alisema sauslihi saqar, tamuingiza kwenye sakar. Yani sakari ni moja kati ya aina za moto, tabaka min tabakati nar. Na siasi nzima, kisa kizima, huyu mtu alianzia, aya zinasema huyu aliyokuja kusema Qur'ani ni maneno ya binadamu na Allah akamtangazia adhabu. Aya zinasema huyu mtu innahu fakkara, hakika huyu mtu alianza kufikiri. Yani hapa niseme maneno gani ya kuikataa Qur'ani? Fakkara, alifikiri, wa qaddara, akakadiria mambo. Nikisema hivi je, watu nikisema hivi, yani ina maana anapanga plani. Innahu fakkara, alifikiri, wa qaddara, akakadiria, yani anatafuta maneno gani ya kuharibu Qur'an. Faqutila kaifa qaddar, ameangamizwa, amelaaniwa kwa namna alivyokadiria mambo ya kuharibu Qur'an. Faqutila, ameangamia na kulaaniwa, kaifa qaddar, kwa namna gani amekadiria vitu vibaya kuiharibu Qur'an. Thumma qutila, kisha ameangamizwa na kulaaniwa, kaifa qaddar, kwa namna alivyokadiria kuiharibu Qur'an. Kwa alipiga makadirio yake, mahesabu. Thumma nazar, akaangalia. Thumma abasa, kisha akakunja uso. Wabasar, akafinya uso. Yani ando sasa mahesabu, yani ndio kama mtu yupo kwenye mahesabu, akakunja uso. Yani hapa nichomoke na neno gani ambalo nitamaliza shughuli? Kwa hiyo vyote anavifanya hivi, yupo kwenye mahesabu. Thumma abasa, akakunja uso. Wabasar, kafinya uso. Thumma adbar, ageuza mgongo kuleta kibri. Wastakbar, akaleta kibri. Fakala, mwisho akasema in hadha illa sihrun yu'thar, haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni uchawi yu'thar, unaopokelewa kutoka kwa wachawi. Yani ni uchawi ambao Muhammad ameupokea kutoka kwa wachawi wakubwa sana, hadi wanapeana tu uchawi. Yu'thar yurwa min as-saharati al-kibar. In hadha illa sihrun yu'thar, hayakuwa maneno haya isipokuwa ni uchawi tu unaopokewa. In hadha illa qawlul bashar, hayakuwa maneno haya isipokuwa maneno tu ya wanadamu. Allah akasema sauslihi saqar, mtu huyu nitamuingiza katika saqar. Qawlul bashari makhluq, maneno ya binadamu yameumbwa. Kwa hiyo huyu ambaye ameita Qur'ani ni maneno ya binadamu, fatawa'adahu Allahu hadha alwa'id ash-shadida, Allah akamkemea na kumpa ili kemeo kali, mtamuingiza motoni. Hadha ta'nu fi hadha alquran, huku ni kuiponda Qur'ani. Kusema Qur'ani ni uchawi, ni maneno ya wanadamu, ni twani. Huku ni kuiponda Qur'ani. Bi annahu sihr, kwamba Qur'ani ni uchawi. Wa bi annahu qawlul bashar, Qur'ani ni maneno ya wanadamu. Hadha tanaqusun,
ni kuivunjia heshima, wa ta'nun, na kuiponda fi hadha alquran, Qur'ani alladhi huwa kalamullah, Qur'ani ambayo ni maneno ya Allah. Anzalahu Allah li hidayati albashar, Allah ameteremsha Qur'ani kuwaongoa wanadamu. Walaisa bimakhluq, Qur'ani si kiumbe bali ni maneno ya Allah, na yule aliyosema Qur'ani qaulul bashar, Allah amemwaahidi. Kwa hiyo kama tulivyosema, kwa dalili hizi zote unashangaa kupatikana mtu ambaye anakuja kukhali. Kubwa zaidi, watu wa bid'a hawazingatii hizi dalili, na wao shubha wanaojishikia kwamba anakataa sifa ya kuzungumza, sifa zote. Ina maana Allah hawataki kusema anaona, anasikia, ana nini. Wanasema tukimthibitishia hizi tushamfananisha na kiumbe. Ina maana Allah hivyo asikia, aoni, afanyaje? Tafadhali inakuwaje? Sasa tusimame hapo, maneno yanayokuja magumu kidogo tuanze nayo kesho inshallah. Kwa tumesimama katikati, lakini dakika zilizobakia na maneno yanayokuja yataji sherehe hazitatufaa hizo dakika zilizobakia ruhusa. Naktafi bihaga kabla inshallah nuwasilu ghadan kuendelea kesho.